أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا مثيل له ولا شبيه له ولا ند له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأول بلا بداية، والآخر بلا نهاية، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى تركها على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وتسليماته عليك يا نبي الله، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا، وبعثت بالقرآن فينا هاديا، وطلعت على الأكوان بدرا نيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Utukufu wa Islam, baada ya kumhimidi Alhaq subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa ni kuomba udhuru kwa wale ambao kwamba walikuwa wakifuatilia darasa hizi za mifano ya kuvutia katika Al-Qur'an Karim, darasa ambazo kwamba zilikuwa zimesimama kwa takriban muda wa siku 3 kwa dharura za kiafya, lakini wa illa falhamdulillah. Katika mfano ambao kwamba tutauzungumzia leo, ikiwa ni aya ya 74 katika suratul Baqara, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema thumma qasat qulubukum, kisha nyoyo zenu zikawa ngumu, min ba'di dhalika, baada ya hayo,
Tutakuja kurudi nyuma tuone hii mioyo iliyokuwa migumu, min ba'di dhalika, baada ya hayo yanayozungumziwa ni mambo gani? Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala apiga mfano sasa, asema baada ya mioyo hii kuwa migumu, fahiya kalhijara, hii mioyo ikawa migumu kama mawe mfano. Kisha mbaya zaidi asema au ashaddu qaswa, au ikawa migumu zaidi kushinda mawe. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaanza kueleza, wa inna min alhijarati, na hakika kuna katika mawe, lama yatafajjaru minhu al-anharu, kuna ile ambayo kwamba huchimbuka kutokamana na mawe hayo mito. Kisha Mwenyezi Mungu asema, wa inna minha lama yashaqqaqu, katika mawe kuna yale mawe ambayo kwamba hupasuka kisha fayakhruju minhu alma, yakawa ni yenye kutoka ndani yake maji. Wa inna minha, na kuna kutokamana na mawe, lama yahbitu, kuna ile ambayo kwamba huanguka, min khashyatillah, kutokamana na hofu ya kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa mallahu, na hajakuwa Mwenyezi Mungu bighafili, kwamba ni mwenye kughafilika, amma ta'malun, kutokamana na yale ambayo kwamba mwayatenda. Huu ndio mfano wa leo, aya 74. Katika darsa ya mwisho tulizungumza au kasayibin minas samaa, tukazungumzia mfano na tukasema maji yanayozungumzwa hapa ambao kwamba ni mvua, tukazungumza kwamba ni mfano wa nini? Wa al-Qur'anul Karim, kama vile ambavyo kwamba Qur'ani ni tahara na haigusi isipokuwa na waliokuwa wasafi, na maji ya mvua pia ni tahara, kama vile ambavyo kwamba maji ya mvua husafisha, na Qur'ani nayo pia hufanya nini? Husafisha nyoyo za watu. Maji ya mvua yatoka mbinguni na Qur'ani pia yatoka wapi? Mbinguni. Tukapiga mifano na mifano na mifano. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukiangalia katika suratul Baqara kuanzia takriban aya ya 40 mpaka takriban aya ya 120, ukiwa ni mpenzi wa kufuatilia Qur'an, utapata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwaongelesha Bani Israili tu kuanzia aya ya 40. Allah Tabaraka wa Ta'ala wazungumzia hawa Bani Israili, na tulizungumza tukasema nyuma kwamba Bani Israili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Baqara au Qur'ani nzima, sehemu yoyote anapowazungumzia Banu Israili, tukazungumza kwamba walikuwa wakizungumzwa watu wa Madina. Tukasema Madina kunao Mayahudi ambao kwamba na Manasara ambao kwamba ni katika Banu Israili. Kwa Banu Israili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameipiga mfano na umma wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wale waumini wa kweli wa Sayyiduna Musa ndo wale waumini wa kweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wale waumini wa uongo tukawaita wanafiki, kama walivyoelezwa mwanzo wa suratul Baqara. Wa Sayyiduna Musa hata kwa Mtume Muhammad walikuwepo, na hawa ndio walikuwa wakiitwa wanafiki. Tukamzungumzia Firaun na jopo lake, tukapiga mfano ni sawa sawa na kila nani? Na makafiri. Tukazungumza mwanzo wa suratu Al-Baqara namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyopiga mifano kama hii. Kwa hiyo hawa Banu Israili, na mfano wa leo pia kuhusu maji. Kwa hiyo wao walikuwa wakiyasikia maji yalikuwa yakileta taswira tofauti katika vichwa vyao. Ala sabili almithal,
ukiwazungumzia Banu Israili kabla ya kutoka Misri, kutoka katika udhalili na mateso walikuwa wakipitia kutoka kwa Firaun alayhi al-la'na, walipofika katika ule mto ama ile bahari ambao kwamba walikuwa watatanwa waivuke, na sote twafahamu maji kama maji huchukua mfumo wa kile ambacho kwamba kimebebwa. Ukiatia maji katika kikombe yatajitia katika shepe ya kikombe, ukichukua maji ukiatia kwenye chupa yatachukua shepe ya nini? Ya chupa. Ukiatia katika ndoo, alhasil pale utakapoyatia maji ndivyo maji yatakapokuwa. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walipokuwa wamefika pale katika ile bahari na wasiwasi wote, inna la mudrakun, sisi tutashikwa leo, mambo yetu yamefanya nini? Yameisha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwamrisha Sayyidina Musa akaipiga bahari kwa fimbo ambao kwamba ilikuwa nyuma katika miujiza, ilipoangushwa chini igeuka nini? Nyoka. Kwa hawa Banu Israili miujiza wanaiona, wakiona alladhina alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaibi. Walipokuwa wakizungumziwa muttaqun nyuma, Allah tabaraka wa taala sema alladhina yu'minuna bilghaibi, ni wale ambao kwamba huamini mambo ya ghaibu, mambo ambayo kwamba hawajayaona wameelezwa, lakini wao wakawa ni wenye kuyaamini. Lakini Banu Israili si masala yu'minuna bilghaib, wao miujiza wanaiona dhahran shahran, kwa macho yao. Fimbo ilibwaga kwa nini? Nyoka. Leo wamefika katika bahari, Allah tabaraka wa taala amwamrisha Sayyidina Musa alayhi salam ipige fimbo bahari. Fimbo ikapigwa katika maji kule, au kasayibi huko, wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar, na al-anhar mito ni maji. Kwa hivyo ikapigwa fimbo bahari ambao kwamba ni maji, na tumezungumzia maji huchukua mfumo wa kile ambacho kwamba kimebebwa nacho, badala ya bahari kufuata mkondo wake default yake, lau itapigwa itafanyika irudi, bahari ikajinyusha ikagawanya njia, wakawa ni wenye kupita salama bila ya kushikwa na Firauni alayhi la'na. Suala la kujiuliza, lau atakuwa mtu alikuwa na wasiwasi, Musa mtumi si mtumi, huyu Musa nabii si nabii, baada ya kushuhudia ule miujiza ambao kwamba lau sikupitia ule miujiza ingelikuwa ni sababu ya wao kushikwa na Firauni, je, wasiwasi wa kwamba huyu mtume wako nao ishapita, kwamba huyu nani? Huyu mtu wa Mungu, huyu nabii wa Mungu. Kwa haya yaliyotokea hapa, iwezekani isipokuwa kuna anayemsaidia ambaye kwamba ni nani? Ni Allah tabaraka wa taala. Baada ya wao kutoka, wakaja wakatembea katika yale waliotembea, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa ni mwenye kuwaletea al-ghamam, kama ilivyokuja katika Al-Qur'anul Karim, kiwingu kama hichi. Kwanza sehemu ambayo kwamba walikuwa wakitembea Banu Israili ni jangwa, ni desert, kuna dhiki, jua, joto na balaa zote, hakuna maji. Katika miujiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaletea nini? Kiwingu, kisha akawateremshia manna na salwa. Kiwingu kama hichi kwanza kikawa ni chenye kuwaletea wao maji tena yametajwa. Kiwingu kama hichi kikawa ni chenye kubaridisha miili yao kutokamana na dhiki ya jua ambao kwamba walikuwa wakipitia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawateremshia manna na salwa, ambayo kwamba wanazuoni wamezungumzia manna na salwa, wakapigia mfano wasema kwa sasa ni
protein na carbs hadhira, ambao kwamba huja ikawa ni mfano wa fat kwa ajili ya kuijenga miili yao wasiumize na jua wakadhoofika. Neema zote. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwaulize, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, hivi nyinyi hamkumbuki neema ambazo kwamba nilineemesha juu yenu? Kando na masala kama haya ya mvua na manna na salwa, walikuwa wakihitajiana maji ya kunywa kwa sababu huwezi kukata kiu na maji ya mvua. Wa idistasqa Musa liqaumihi, na pindi Sayyiduna Musa alipojua kwamba watu wake wataka nini, maji, istasqa, akaenda kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala namna gani atakayowatosheleza watu wake na kiu cha maji. Mwenyezi Mungu akasema ni faqul nadhrib bi'asa, ile fimbo ambayo kwamba ilikuwa ni nyoka. Katika miujiza leo Mwenyezi Mungu idhrib bi'asaka alhajar, piga jiwe kwa kutumia fimbo kama hii. Ukishapiga jiwe kama ile, fajarat minhu 12 aina, lile jiwe ikawa ni lenye kutoa chemchemi 12, kama tulivyoelezwa Banu Israili walikuwa ndani yake ni makabila 12. Allah tabaraka wa taala alipoamrisha ile fimbo ipigwe katika jiwe, jiwe likawa ni lenye kupasua chemichemi ngapi? 12. Mwenyezi Mungu asema kad alima kullu unasi mashrabahu, kila kabila lishajua sisi twanywa wapi. Kwa hivyo katika miujiza fimbo ikapiga jiwe, jiwe likatoa nini? Maji. Kwa hivyo miujiza yote si masala yu'minuna bil ghaib, twende polepole, si masala yu'minuna bil ghaib. Miujiza wao walikuwa wakishuhudia na nini? Na macho yao. Baada ya hayo yote kumsumbua Sayyidina Musa, wa idh qultum ya Musa la nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana, masala yote haya. Baada ya haya yote wakaja katika mambo walioyafanya, walikuja wakaua mtu wao kwa wao wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha, wakaja wakaua mtu. Baada ya kumuua yule mtu, wakarudi kwa Sayyiduna Musa alayhi salam kutaka suluhisho. Hapa kuna mtu ameuawa, Mwenyezi Mungu asema fadara'tum fiha, ikawa ni wenye kufanya nini? Kunyoshana vidole nyinyi kwa nyinyi. Kabila hili ile makabila 12 kabila hili lazima nyinyi ndio mumuua mtu wetu. Wale wasema hapana, ni wale wamemuua mtu wetu. Wengine wasema ni nyinyi kwa nyinyi mmemuua mtu wenu. Ikawa kuna husuma, wananyosheana vidole kufikia mahali kutatokea civil war, wao kwa wao waanze kupigana. Wakarudi kwa Sayyidina Musa alayhi salam kuja kutafuta suluhisho. Si ndio yeye alowasuluhishia masala ya bahari, wakapita hawakushikwa na Farao? Na si ndio huyo Musa waliotaka mvua kutoka kwake? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamrisha fanya nini? Apige jiwe, fimbo likawa ni lenye kutoa maji. Kwa hiyo wao kwao Sayyidina Musa ni mtu ambaye kwamba anayo suluhisho. Walipokuja kwa Sayyidina Musa alayhi salam, baada ya kumweleza waliomweleza, Sayyidina Musa akasema Mwenyezi Mungu amesema mchinje nini? Ng'ombe. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara, Mwenyezi Mungu ameamrisha mchinje ng'ombe. Sasa angalia akili za Banu Israili. Ndio maana nakumbuka babu yangu alikuwa ana maneno alikuwa akisema, alikuwa simuelewi wakati huo, lakini baada ya kusoma Qur'ani, kuipitia tafsiri, nikaelewa uzito wa yale maneno. Alikuwa na lugha sema, katika mambo yote kubali mtu akutukane, lakini asikuite Banu Israili. Kubali watu sio, lakini asikwambie unaona tabia za Banu Israili ankutukana sana. Na wallahi lau mtu atatoka kwa mimi na tabia za Banu Israili amekutukana sana, ni tusi kubwa.
Angalia akili zao walipokuwa katika dhiki, katika shida. Sayyidina Musa alipoambiwa piga bahari itageuka iwe nini? Njia. Kuna mtu alikataa? Mtu alisema uchawi, sendi, acha nisimame Firauni aje afanye nini? Wote kila mtu zake na za kuwazimwa. Watu walipita hawakutaka kujua, na huyu Firauni kana na ubaya wake wote, lakini baadaye, baada ya kuona miujiza nini na wakati wa zama, alikuwa akifahamu huyu nabii wa Mungu akasema amantu bi rabbi Musa wa Harun. Lakini angalia akili za Banu Israili leo, wana tatizo. Wamekuja kwa Sayyidina Musa ambaye kwamba hafanyi jambo isipokuwa kwa istishara kutoka kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala. Aja waambia inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Yule Mungu wa bahari, yule Mungu aliowaletea manna na salwa, yule Mungu alionambia nipige jiwe likatoa maji, kila kabila hapa lanywa maji kupitia katika chemchemi ya jiwe hilo, ndio huyo Mungu asema leo chinjeni nini? Ng'ombe. Je, kiakili walikuwa wana hoja yoyote ya kulikataa hili? Lakini angalie, qalu atattakhidhuna huzwa, wamuuliza Sayyidina Musa, hivi watu na sisi hatuna akili? Wapumbavu watuchezea yani. Si nataka kujua nani kamua huyu, watu ambao tuchinje nini? Chinje ng'ombe, watu wale nyama. Atattakhidhuna huzwa, si nataka suluhisho, watu bebaje kwa lugha nyingine? Qala a'udhu billahi an akuna min aljahilin. Sayyidina Musa sema najilinda kwa Mwenyezi Mungu, ya nisiwe katika wajibu. Lugha hii aliyozungumza Sayyidina Musa ina maneno fulani muhimu sana. Aljahlu ina tafsiri tofauti, na jahlu katika tafsiri zake ni adamu sitra anil mashaa'ir. Baadhi wanazuoni wanasema ni mtu kushindwa kustiri hisia zake, kushindwa kustiri hasira zake, huitwa ujinga pia kwa lugha nyingine. Kwa Sayyidina Musa akisema a'udhu billahi an akuna min aljahilin, nataka mvute taswira ya nyuma. Sayyidina Musa ndio yule ambao kwamba lau angerusha kibao mambo huharibika. Alimpiga mtu kibao kwa nyuma, akafanya nini? Alikufa. Ndio ikawa ni sababu ya kutoka Misri kukimbia mpaka Madian. Huyu Sayyidina Musa. Kwa hivyo kusema a'udhu billahi an akuna min aljahilin haimaanishi ati Sayyidina Musa alikuwa anajilinda sio mjinga. Kwa mambo aliyokuwa wakiyazungumza Banu Israili yalimuudhi. Tumjua Sayyidina Musa alikuwa mtu wa hasira. Kwa hivyo lugha nyingine, ya Rabb, nakuomba hasira hizi mtatia mtu kibao, badala ya maiti moja zitakuwa maiti ngapi? 2. Hawa baada ya yote ninayoyafanyia leo wanaambia nini? Atattakhidhuna huzwa. A'udhu billahi an akuna min aljahilin, najilinda nisiwe mwenye kushindwa kuzihimili hasira zangu, nikawapiga hawa, nikamchukua mmoja nikamfanya akawa ndio mfano wa watu wengine. A'udhu billahi an akuna min aljahilin. Kwa hata wewe, hata mimi, hata mwingine, ukiona mtu azungumza maneno ya utwara, ya ufisika usiokuwa na maana, ukaona ya kupandisha hasira, kuwa na tabia ya kusema a'udhu billahi an akuna min aljahilin. Jilinde kwa Mwenyezi Mungu. Kushindwa kuhimili hasira zako ni alama katika alama za ujinga, kwa dalili ya aya, si mimi. Baada ya yote kupitia kuuliza, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi, hebu kamuulize rabbaka, lugha unaotumia hata si qalu du'u lana rabbana, hebu katuombee mola wetu. Kamuombe mola wako atubainishie sisi huyu ng'ombe ni ng'ombe wa aina gani. Baada yote kupitia aliyopitia, jawabu la mwisho likaja kwamba ng'ombe awe ni wakala gani? Manjano, baqaratun safra faqi'un launuha tasurru an-nadhirin, awe ni ng'ombe safra wa manjano wa yelo, na ule manjano wake uwe ni wenye kung'ara, wenye kupendeza, ambao kwamba tasurru an-nadhirin, huwafurahisha wale ambao kwamba ni wenye
kutizama maanake katika mambo ambayo kwamba yamethibitika hizi rangi huwa na tabia ya kumtuliza mtu, rangi huwa na tabia ya kucheza na kuzimiliki hisia za mtu. Nitawaeleza mfano tu. Ushawahi kwenda mahali ukawa kuna maua ya kila aina yellow, red, sijui blue, yani bustani lapendeza. Hata bustani ukaenda mahali katika mall fulani imepakwa rangi nzuri zenye kupendeza, hata kama ulikuwa ni mtu una mahasira, umetoka na stress, kufikia pale kutizama tu panapopendeza zile rangi, ile mabustani, wewe wahisi vipi? Hisia zako huwa zenye kutulia. Ndio maana hata nguo yaweza kuwa nguo nzuri, lakini mtu akamwambia rangi yake hii haipendezi, rangi hainifurahishi. Swala laja, kwani rangi hufurahisha? Hii rangi yake hainifurahishi. Rangi ina tabia ya kucheza na hisia za mtu. Kuna baadhi ya rangi ukiziona hukukera tu. Ala sabili mithali, umwone mtu amvaa shati ya blue alafu na trouser ya yellow, afu kula buti sijui la gani, kwa kutizama tu zile rangi katika mwili hukukera. Tofauti na kumwona mtu amevaa nguo zake lakini kwa rangi ambazo kama zimeendana vizuri, hukufurahisha kwa kumtizama. Ndio maana watu wanafikia mara kwa mtu, wallahi umfanya nini? Umpendeza. Kilichokufanya ufurahi umwambie ampendeza ni ile rangi ya nguo ambayo kwamba ameivaa. Suala litakuja, kwa nini baqaratun safra? Tushazungumza masala tasurru nadhirin, ile yellow ikiwa katika umakinifu mzuri kupendeza, pia rangi ya manjano hadhir tasurru nadhirin. Suala litakuja, kwa nini yellow? Nyuma Banu Israil katika mambo walioyafanya ya kukosa shukrani, Sayyiduna Musa alipotoka akaenda zile 40 laila kama ilivyotajwa katika Al-Qur'an Al-Karim, alipokuwa na mazungumzo na Mola wake kwa siku 40, hayuko na Banu Israil katika majabali huko. Walifanyaje hapa? Walichukua kijigombe walichokitengeneza wao, na huyu ng'ombe alikuwa ng'ombe gani? Kala gani? Alikuwa gold, sio gold. Tuko pamoja mpaka hapo? Wakaabudu kijing'ombe cha dhahabu. Kwa mfano hai, rangi gani huwa yenye kufanana zaidi na gold? Na yellow. Kwa vile atatakhiduna huzwa, istihza hiyo Allah tabaraka wa taala wafanyao. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un laha tasurru an-nadhirin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema chinjeni ng'ombe wa yellow wa manjano, anayeng'ara yupendeza. Yani si nyinyi mlikuwa na kijigombe hapa mkifanya ambacho kwamba ndio nani sasa? Ndio Mungu wenu, kichinjeni. Kwa lugha nyingine, yoyote ambayo kwamba alikuwa na fikra za shirki ambazo kwamba ilikuwa zimebakia katika moyo wake, Allah tabaraka wa taala alikuja kuzimaliza kabisa. Kwa habari ikaenda mpaka wanazuoni wasema wakamtafuta huyo ng'ombe wa yellow, ikawa dhiki, ikawatia taklifu, ikawa mpaka ilivyokuwa wakaamua kuja kuchinja ng'ombe kama yule. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaambia, hizi nyama mpigeni nazo huyu nani? Maiti huyo. Faqulna dhribuhu biba'dha, tukawa ni wenye kuambia mpigeni yule maiti biba'dha, kwa baadhi ya nyama za huyu ng'ombe ambaye kwamba umemchinja. Kisha Mwenyezi Mungu asema kadhalika yuhyi Allahu al-mauta, na namna hiyo ndivyo Allah tabaraka wa taala anavyohuisha waliokufa. Kwa hivyo kando na miujiza waliokuja kuiona, katika miujiza waliokuja kuiona wameona maiti ambayo kwamba ilikuwa imekufa, baada ya kupigwa na zile nyama ilienuka, ikaashiria aliyemuua nani. Baada ya kuashiria yule muuaji nani, maiti kama ile karudiwa, ikarudi katika umauti wake vile vile. Kwa hivyo katika miujiza wameshuhudia maiti imefanya nini? Imeenuka.
Kisha Mwenyezi Mungu amwambia namna hiyo hiyo ndivyo ninavyohuisha wafu. Kwa hivyo kando na miujiza yote walipata na preview ya siku ya Kiyama. Si siku ya Kiyama watu watafanya nini? Watafufuliwa. Watu ambao kwamba walikuwa wafanya nini? Wamekufa. Kama nitakavyowafufua wale, trailer ndio hii. Kadhalika yuhillahu al-maut. Kisha wayurikum ayatihi, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kuwaonyesha nini? Ishara zake, miujiza yake, mambo yake, namna anavyofanya vitu vyake. Malengo yote ni la'allakum ta'qilun, ili mupate kutia nini? Akili. Nini inaozungumziwa sasa? Akili. Lakini ajabu, ikiwa Banu Israili wazungumziwa masala ya akili, kwamba haya yote ili mupate kutia nini? Akili. Mbona thumma qasat qulubukum? Mbona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abadilisha, asema kisha zikawa ngumu nini? Nyoyo. Na kumbe Allah asema wayurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Kinachozungumziwa ni akili. Mbona Mwenyezi Mungu ataja tena thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika? Min ba'di dhalika, dhalika isharatu lil ba'id. Baada hayo yote miujiza mlioona na mabala yote nilioonyesha, thumma qasat qulubukum, kisha zikawa ngumu nini? Nyoyo. Lakini huku hii miujiza yote tunazungumza wayurikum ayatihi, sio? Si ndio hiyo miujiza? Ndio hiyo ishara. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu yaonyesha ili iweje? Atuambie la'allakum taqilun, ili mpate kutia akili. Suala litakuja kabla tueleze kwa nini akili, kwa nini moyo. Vuta tu taswira, imagine kwa lugha nyepesi, wewe uko karibu na Sayyidina Musa alayhi salam, umeona hayo yote miujiza yote, kiakili yako una wasiwasi huyu nabii? Kuna wasiwasi wote? Hakuna wasiwasi. Tuje katika mifano yetu. Sisi tuna matatizo, na matatizo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameashiria hapa. Kwa nini watu hawajamakinika na Uislamu wao? Kwa nini watu ni watu wa shudhudh, watu wa kwenda kinyume? Kwa sababu kunacho kinachopita akili, ambacho kwamba ni moyo. Sasa sijaeleka na haya maneno. Ni wangapi katika madaktari wa mapafu lungs, wale madaktari wa mapafu ambao kwamba wavuta sigara, wangapi? Na hali ya kuwa wao ndo wajuzi zaidi kwa madhara ya katika mapafu, lakini wanafanya nini? Wangapi? Akili yasema sivute hii mbaya kwa mapafu, lakini moyo wasema haina neno. Wakati mwingine kushtua tu, unajua baridi, na fil hali wajua kwa sigara yafanya nini? Ye daktari wa si hata ndo hawa mambo tunaopitia, twenda tuwafanya tunaoyafanya. Akili yatuambia Allah afanye nini? Hataki, lakini moyo wasema uelewa, sino Ar-Rahman Rahim, tena Ghafurur Rahim, sio Tawwab, moyo. Na ndo maana baada ya kuwa wameshuhudia, waliona yote, akili zao zishapitisha kwamba Sayyidina Musa nani? Nabii. Je, wote walimwamini? Sasa watu baada hayo yote mwenda tengeneza king'ombe mkifanya ndio Mungu wenu kweli? Thumma qasat qulubukum, zikawa ngumu nyoyo zenu. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akapiga mfano, asema fahiya kalhijara, mioyo hii kama mfano wa nini? Migumu kama mawe, au ashaddu qaswa,
na ilikuwa yatosheleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aseme thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kalhijarati au aqsa, ingetosha kuwa kisha ikawa migumu mioyo yenu baada hayo yote mlioyaona ikawa migumu kama mawe au aqsa au zaidi ya. Lakini mbona au ashaddu qaswa? Na kilma cha shadda katika lugha ya Kiarabu haimaanishi ukali tu wa kitu saa zingine maanisha kitu kukazika. Ndio maana utaona imekuja sehemu nyingine katika Qur'an fashuddul wathaq, kazeni nini? Kamba ya wale watumwa na wale wafungwa wa vita ambao kwamba Waislamu walikuwa wakiwashika. Mfano utotoni zamani tukienda shuleni ilikuwa hatujui kufunga kamba za nini, za viatu, tufungwa na wazazi wetu. Lau itafunguka shuleni kwa wafanyani waifunga mwenyewe, kwa kuwa hujui kufunga, wewe ukifunga noti ya kwanza, noti ya pili, noti ya tatu, mradi zile kamba zifanye nini, ziishe. Mbaya zaidi ulikuwa ukifanya nini, ukikaza kufikia mahali umefika nyumbani atakana ufungue kile kiatu, ilikuwa kitia dhiki kutafuta namna gani. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu ilikuwa hakuna nafasi ya kupitisha kamba kuifungua. Kwa hivyo au ashaddu qaswa, mioyo yao ilikuwa migumu kiasi cha kwamba hata kwa miujiza gani ambayo kwamba Nabii Allah Musa atawaonyesha, hakuna mipenyezo, nafasi za kupita hiyo imani. Wao ni mwenye kumwamini nani? Nabii Allah Musa. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaanza kupiga mifano ya mawe, wa inna min al-hijara ma yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah. Azungumza Allah tabaraka wa taala akieleza sampuli za mawe, lakini kwa kuwa sasa tushazungumza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azungumzia nini? Azungumzia sampuli za mioyo, hakuzungumziwi mawe. Kwa hivyo jiwe limebeba kwa mfano wa nini? Wa moyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aeleza mifano ya mioyo ya watu. Kuna watu wana mioyo migumu hiyo kushinda mawe. Kisha Mwenyezi Mungu asema tafadhali, mawe mengine pia huwa laini, japokuwa jiwe asili yake ni gumu, lakini kuna mawe ambayo kwamba yatafajjaru minhu al-anhar, kuchimbuka ikawa ni yenye kugash, kutoa nini? Maji ya ruka. Katika mawe kuna mawe mengine ya shaka kupasuka afadhali mawe kuliko baadhi ya mioyo ya watu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala eleza hivi. Na mawe kwa wale waliofanya geography nadhani form 1 sio, kuna topic nzima inaitwa rocks, ikiwa tukumbuka ngumu hiyo rocks. Katika mambo ambayo kwamba tulisomeshwa shuleni kuhusu rocks, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba sampuli mbalimbali ya mawe. Hadhire, kuna mawe ya kila aina, lakini kumbe yale mawe yana tiny pores, yana vishimo vidogo ambapo kwamba hata lau utalishika lile jiwe kiakili utaona haiwezekani kawa kuna yale mashimo. Baada ya lile jiwe kumwagikiwa na mvua, maji na mambo yote, yale maji hupita katika yale mashimo mpaka yakafika katika moyo wa lile jiwe, katikati ya lile jiwe, kisha yale maji yakatulia pale. Na ndio maana ukiangalia YouTube utayaona haya, kuna maji ambayo masala sio ya fossils nini, kuna mawe ya takriban miaka milioni huko, milioni ya zago, ambapo kwamba yamekuja yamechukuliwa, yalipopasuliwa ndani ukapatikaniwa maji. Umeshaona yale maji yameingia kupitia zile pores yakakeri pale ndani. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aanza na jiwe la kwanza, anasema na ndio mfano wetu wale, wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar, kuna mawe mengine huwa ni yenye kurusha maji. Ndio maana utaona baadhi ya waterfalls kutoka kwenye mawe, si ndivyo? Si tumeona katika mavideo tofauti kuna mawe ambapo kwamba hurusha nini? Hurusha maji. Na haya maji hata wanasayansi wamezungumza,
wamesema ni maji ambayo kwamba yalikuwa ndani ya yale mawe kwa muda mrefu, baada ya kuzidiwa na presha ya yale maji, baada ya kupatwa na maji mengine, yale mawe yakashindwa kuzuilia ile presha, badala ya kutake in ikawa yana put out, ikawa yale maji badala ya kuingia sasa fanya nini? Yaruka nje. Wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu alanhar, kuna baadhi ya mioyo ambao kwamba ndani yake kunayo maji, na maji tunaozungumza ni imani na japokuwa ukisikia mtu ana moyo mgumu kama jiwe, lau atakuwa ni mwenye kufanya operation ukatolewa ule moyo wake, utauona si mgumu, bado uko laini. Lakini moyo unaozungumziwa jiwe, tuzungumza masala kiimani, kwa hivyo kuna mioyo jiwe ambao kwamba ndani yake kuna maji, ndani yake kuna nini? Kuna imani. Twendeni polepole. Moyo ambao kwamba ndani yake tayari una nini? Imani. Watafuta imani tu kidogo, yani mtu aje amwambie neno tu kidogo, yatafajjaru minhu al-anhar. Mtu kama yule hataki kutafuta theological wala sijui philosophical arguments zote hizo ya kwamba huu Uislamu kwani watokea wapi. Ala sabili mithal, Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq alikuwa katika vaji ya kumwamini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alichokuwa yakisubiri yeye ni mtu ajamwambie mtume ansema, basi alichokuwa subiri yeye mtu ajamwambie Muhammad amesema kwamba yeye nani? Nabii. Ansema hivyo, ansema kwenda Isra na Miraj, sadaq. Wansema nini? Yatafajjaru hadir. Sayyiduna Salman al-Farisi alitoka huko na alikuwa ni mtoto wa kifalme. Hadir akasafiri, anaposafiri akabebwa akawa mtumwa. Yote hayo atafuta nini? Dini ya haki. Sababu mimi Mfursi naabudu moto, haingii kwenye akili mimi nikae niabudu, mimi natafuta dini ya. Akatoka kuanzia France akaja mpaka kafika wapi? Madina, kuja kumuona nani? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume kuzungumza maneno kidogo, yatafajjaru minhu anhar, akawa ni mwenye kufanya nini? Kuslim. Kuna baadhi ya watu, kuna baadhi ya mioyo ambao kwamba yaweza kuwa kwa sasa wao wajiona kuwa kwa lugha yetu makafiri, mtu si Muislamu lakini yuko katika safari ya Uislamu pasi na yeye kujua. Kama vile hata mitume walitoka katika hali zao za kikawaida kufikia katika hali ya utumi. Ile safari ya utumi wao walikuwa hawajajua kuwa wameanza safari ya asemaje ile aya, kad ji'ta ala qadarin ya Musa, kitu kama hiyo, sio kwamba umekuja kwa mpangilio. Ewe nani? Kwa maisha yako, uzaliwe, utupe katika mto, upokelewe na Firauni, ulele katika nyumba ya Firauni, uje uwe mtu, usafiri uende Madian. Yote ilikuwa ni safari ya kukutayarisha wewe kwa nani? Kwa hivyo kuna baadhi ya watu ambao kwamba katika mioyo yao kunayo imani tayari, wanachokisubiria wao ni kitu kidogo ambacho kwamba yatafajjaru minhu al-anhar. Nyie hamjaona watu waslimishwa walia? Hamjaona mtu yaslimishwa afanya nini? Yualia. Wajua kinachomliza kwamba mimi nilikuwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja, tara a'yunahum tafidhu min ad-dam'. Kuna baadhi ya manasara ukiwasomea Qur'ani, Mwenyezi Mungu amemwambia mtume waona wazi, a'yunahum, macho, tafidhu ni yenye kutoa nini? Machozi. Yatafajjaru minhu anhar, kisha wanasema inna kunna min qablihi muslimin, sisi tulikuwa waislamu kabla haya. Kuna watu ambao kwamba wako tayari katika imani. Hatujaona katika mitandao watu ambao kwamba si waislamu wana tabia ya kusoma Qur'ani kisha yeye yapitia tu aya moja katika Al-Qur'an Al-Karim, pale anatosheleza kufanya nini? Kusilimu. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azungumzia moyo sampuli ya kwanza. Moyo sampuli hii.
Moyo wa sampuli ya pili anasema wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu ma, na kuna moyo ambao kwamba hupasuka, yashaqqaqu inshiqaq, kitu kupasuka, kupaika, kisha ndani yake kwenye kutoa maji kama yao maji tuliyozungumzia juu, au zungumzia moyo ambao kwamba unayo tayari imani ndani yake, lakini watafuta sababu ya kupasuka na kukubali. Meleka kitu kwa pamoja, moyo ambao kwamba tayari una nini ndani yake? Maji, una imani. Jiwe ambao kwamba ndani ina wasubiri tu kitu kidogo, yani kwa lugha nyingine watafuta an eye opener, kitu kitakachomfungua macho. Nyamjaona watu kwambia mimi natafuta sana sababu ya kuslimu, lakini bana alikuwa anafanya kazi na tajiri mwingine Muislamu, utajiri alikuwa tukana wafanya kazi wake, basi tu mimi nikapenda nini? Huyu imani alikuwa nayo, alichokuwa yatafuta ni ile nyundo tu ya kufanya nini? Ya kulipasua lile jiwe. Nyamjaona watu wasema wewe mbona umekubali kuslimu? Tukwambia wallahi napenda Waislamu. Wapenda nini? Wapenda kusaidiana. Yaani kiakili watu kupenda kusaidiana si sababu ya mtu kusema nataka kufanya nini, lakini mtu ajua huu ni lile jiwe la pili, wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu alma. Huyu alikuwa ni mtu kwamba imani nayo ilikuwa kwa tafuta sababu tu. Hadhire, tumalizie tusipeleke darasa ndefu. Jiwe la mwisho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah, na kuna baadhi ya mawe ambayo kwamba huanguka kutokamana na kumuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vuta taswira, kuna jiwe la kwanza ambalo kwamba kwa muda mrefu limeketi na maji ndani yake, lilipokuja kumwagiwa maji kidogo, yatafajjaru minhu anhar, likawa ni lenye kurusha. Tumezungumzia jiwe hilo. Jiwe la pili ni jiwe ambalo kwamba limeketi, na tunajua sisi baadhi ya maji wana acidity ndani yake, tufahamu. Lile jiwe likaingia maji, yale maji yakaketi ndani yake, kutokana na acidity iliyokuwa ndani yake na chemical reaction, lile jiwe likaanza kulainika, kuoza, baadaye yakafanya nini? Ndio maana utaona baadhi ya nyumba zilizojengwa na mawe, kadri kunavonyesha mvua, yale mawe hufanya nini? Kuanza kuharibika, yakatoka matundu kwa sababu ya acidity ya yale maji. Hadhire, ili jiwe likaja likavunjika, ukapatikana nini ndani yake? Zile crystals za maji. Lakini ili jiwe la tatu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema hajazungumzia masala ya maji kabisa, lakini ni jiwe ambalo kwamba baada ya kunyeshewa na mvua halikukubali hizo pozi za kuvuta yale maji, kwa hivyo likawa ni lile ashaddu qaswa, jiwe gumu zaidi. Ikawa maji yako ndani yake au nje yake? Nje yake. Kwa hivyo maji yanayozungumziwa hapa si maji yaliyokuwa wapi? Ndani. Lakini baada ya kuwa liko katika mlima kwa muda mrefu, kadri mvua inavyonyesha, ikawa ni yenye kutoa yale mawe madogo yalozuilia, ule mchanga ulozuilia lile jiwe. Mvua ikizidi lile jiwe litafanya nini? Litaanguka. Lakini Mwenyezi Mungu asema min khashyatillah, kutokamana na kumuogopa Mwenyezi Mungu. Kuna watu ambao kwa yale wanaoyafanya hadhir pale walipojiweka hawako katika nafasi ya imani, lakini wanamuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si hata kunao ambao kwamba si Waislamu, mtu huogopa kufanya maasi. Wewe mbona ulewi? Bana, Mungu hataki mambo haya. Lakini si Muislamu bana, kuna msichana mistaki masala ya zina, Mungu hataki fornication, lugha unaotumia. Lakini si Muislamu bana, kuna mtu tukamue, masala kuwa watu bana, Mungu atakuchoma. Lakini si nani? Imani anayo wapi? Nje. Hadhire, kisha akaanza kuanguka. Vipi? Kujitenga na yale maasi,
sababu toshelezo, namuogopa nani? Namuogopa Allah. Lakini na ndo baadaye utamwona mtu kama huyu ukimshikilia vizuri, ndugu yangu atablighi yuko hapa. Kuna watu ambao kama wapatana nao wamuona kabisa huyu ana muogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukimfinya zaidi na dawa huja akafanya nini? Akaslimu. Kwani ile jiwe ambalo kwamba yahbitu na yahbitu ni min al-a'la ila al-asfal, kitu kutoka juu mpaka wapi? Chini. Ndio maana utaona tulipotolewa mbinguni kurudisha duniani, Mwenyezi Mungu asema qul nahbitu minha jami'a, sio shukeni nyote huko. Banu Israili walipokuwa katika majabali huko waliambiwa nini? Ihbitu Misra, shukeni sehemu za wapi? Za Misri. Kwa hivyo ihbit ama hubut ni min al-a'la ila al-asfal. Ili jiwe lau litakuwa la poromoka kuanzia juu mpaka chini, na tunajua milima na mawe na vitu gani, litakuja kufanya nini jiwe? Litakuja kupasuka. Hadhire, kwa namna linavyoteremka, linavyopatana na mawe mengine likawa ni lenye kugongana, hatimaye jiwe kama lile likapasuka. Ala sabili mithal, masala kama haya kwamba katika Waislamu kuna sisi ambao kwamba hufanya ibada kwa kisingizio kwamba namuogopa nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, japokuwa si katika dalili tosha kwamba wewe una nini? Una imani. Imani iko wapi? Katika moyo. Wewe imani yako iko wapi? Nje katika viungo. Mimi naswali, mimi nafunga kwa sababu sitaki kuchomwa na muogopa nani? Japokuwa ladha ya ile swala huna. Swala ikiisha huyo wafanya nini? Ndio hao wa inna minha lama yahbitu, ankuja msikitini kisingizio na muogopa nani? Ladha ya kukaa kavuta adhkar, wallahi hizo astaghfirullah 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 allahumma anta salam minka salam, hana hiyo katika moyo wake, lakini amekuja min khashyati la, amogopa Mwenyezi Mungu. Ndio maana utaona katika suratul Hujurat walipokuja wale mabedui kuja kuslimu baada ya masala ya sulhul Hudaybiyah, tulizungumza katika vita vya Badri, walipoanza watu wengi kumiminika katika Uislamu na ilikuwa wakija wakislimu kwa mfumo gani? Masala ya politics kwamba sasa hii Uislamu una nini? Una nguvu. Watu wa Maka wanashindwa kuwapiga kule Hudaybiyah, badala yake wakawa wenye kuwekeana mkataba. Si mchezo. Sasa Uislamu na nini? Maka jeshi la Maka kwa lajulikaniwa jeshi kubwa. Ikiwa wamefikia mahali wamewekeana mkataba, bi maana Uislamu na nini? Una nguvu. Wakaanza kuja watu kujoin Waislamu kwa nia za politics. Lau tutakuwa tuna vita vyetu, nyinyi mtakuja kufanya nini? Kutusaidia. Kama nyinyi mna vita vyenu, mtakuja kufanya nini? Kwa hivyo alikuwa akija kiongozi kwa Mtume Muhammad, bana mimi nina kabila langu na ninakuja kuslimu, na kislimu mimi litaslimu kabila zima. Swala litakuja, je, hili kabila zima wameslimu wao au wameslimu kwa kuwa kiongozi wao ameslimu? Kiongozi wao amefanya nini? Ameslimu. Tuko pamoja? Ndio maana utakuona ile idha jaa nasrullahi wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, si fardan mmoja mmoja, afwaja, makundi kwa makundi, kwa kuwa fulani aslimu na ndo kiongozi wetu, na kiongozi ana tabia kufuata, atafanya nini? Je, hawa uweza kama mtu akaanza kuanza kufikiria Uislamu una sheria gani? Ana akilizo kama sahihi kumpata kijana ambaye kwamba anketi yuzingatia ile afala yanzuruna ila al-ibli kaifa muhal. Kama vile Banu Israili, tukio la kupasuliwa bahari kwa si tukio la kawaida, si kawaida kwa. Tukio la kupasuliwa jiwe likatoa maji si kawaida. Tukio la kumpiga nyama maiti akafanya nini? Akafufuka pia ilikuwa si tukio la kawaida. Na katika mioyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala auzungumzia moyo wa tatu ambao kwamba imani yake iko nje. Mtu kama huyu ni muhal, sio kawaida kumpata amekaa fanya tadabbur. Kumpata kijana
Sahi natoa mfano, ameketi asema, wallahi, mbona nasikia hii emptiness katika moyo wangu, ina matatizo gani? Acha mtaswali rakaa 2. Unao kijana kama huyo? Vijana sahihi, trending outfits, movie gani imetoka, simu gani, kuna msichana huyu, kuna jambo lile, kuna mambo haya. Kuna watu sahihi vijana washaanza kuchanga kukodisha gari la siku ya Eid kwenda Rupa. Wako hani kuketi a contemplate Ramadhani, aibebe kwamba huu mwezi wa maghfira, huu mwezi wa ghufrani, na akionekaniwa ngete msikitini ambao ana tabia za kizee bana, tukacheze game bana, PS unka msikitini usoma Qur'ani kama babako. Yaani kama mtu kuketi na kusoma Qur'ani tabia za uzee, ujana usawa sawa, ni niende PS ngafanya nini? Tie na fujo. Ni ujana. Kumpata kijana ameketi na tadabburi ya dini yake ni ngumu. Kila siku huja hapa masala ya tablighi na jaula, vijana wako. Na wale unaoona wanketi zingine wanalazimishwa. Bana kuna shura, sio? Watu wakusanywe. Na pia waangaliana time. Lakini wewe umwambie kuna mpira ama kuna meeting, kuna game tutaipanga, watakaa. Ni ujana, yaeleweke. Wao kushikilia mambo ya dini kiujana si jambo la kawaida. Angalia katika suratu Al-Hujurat, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipowaona wale mabedui walipotoka huko walipotoka kuja kwa makundi na makundi kuja kuslimu mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, walikuja wakasema nini? Qalatil a'rabu amanna. Wale mabedui walikuja wakasema tumeamini. Na tumezungumza huyu mbedui aliyoslimu kwa mfurukuto, kwa kwamba kiongozi wetu anslimu na sisi twawa jiwe la ngapi? Jiwe sampulia 3. Ni jiwe ambalo kwamba yahbitu min khashyatillah. Ameslimu akaambiwa swali, usiposwali utafanya nini? Utachomwa. Sasa yuwaswali ili asifanye nini? Asichomwe. Hana habari na masala ya kumridhisha Mungu, si masala imani, si masala ya kablia, hana hizo. Bora amekuja ameswali rakaa zake 4, intaha al-khabar hadhir. Lakini wao walikuwa wana tabia wasema amanna, pia sisi tumfanya nini? Tumeamini sisi, tumfuata Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Angalia Mwenyezi Mungu ameanena qul lam tu'minu, qul lam tu'minu, semeni nyinyi bado. Qul, waambie wewe Mtume Muhammad, lam tu'minu, nyinyi hamjafanya nini? Hamjaamini bado. Walakin qulu aslamna, nyinyi semeni tumefanya nini? Tumesilimu, tumejisalimisha mbele ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum thumma qasat qulubukum, na mioyo mpigwa na mifano ya mawe. Wa inna min alhijarati lama yahbitu wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah. Nyinyi aslamna, walamma yadkhulul iman, bado haijaingia iman, fi katika ndani, fi qulubikum, katika mioyo. Nyinyi aslamna yenu ni juu ya miili yenu. Kisha Mwenyezi Mungu asema wa in tuti'u Allah wa rasulahu, lakini mkimtii Mungu, mkimtii na mtume wake, la yalitkum min a'malikum shay'a, hakitopungua chochote kutokamana na amali zenu. Yani katika mioyo tunayoizungumzia, na nataka nitoe tambie, hatusemi moyo huu wa mwisho mbaya zaidi. Moyo wa kwanza tuliozungumzia la kwanza, wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma wa inna minha lama yahbitu. Hii mioyo mitatu ni afadhali, haina neno, hata moyo wa mwisho, kuliko moyo ambao kwamba ashaddu qaswa, hautoki maji, hauingii maji, wala hauna maji nje yake. Kwa maana moyo ambao kwamba hata ukausomea Qur'an kiasi gani, ukamtolea mawaidha kiasi gani, lau yeye atakuwa yuko katika lile jambo ambalo kwamba yualishikilia ndo hilo,
Nadhani sijaeleka, mpige mfano. Ukimwona mtu amefanya maamuzi kwa lengo mimi namuogopa nani? Mwenyezi Mungu, ujue kuna vingi ambavyo kwamba alikuwa yoviogopa, lakini hofu ya kumuogopa Mungu ikashinda hofu zote. Kumpata kijana ambaye kwamba ametongozwa na mtoto wa kike hivi na hivi, lakini bado akakataa maombi ya yule msichana kwa kisingizio mimi namuogopa. Kwanza kwa kuogopa vitu vingi, hata ukimwi ulikuwa uogopa. Hadhire yogopa masala ya mimba, yogopa masala ya aibu, yomuogopa babake leo atamshika kwenye ukumbavu huo na mambo yote, lakini imeshinda zaidi hofu ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu ni wangapi ambao baba zetu ni wakali, hawataki upuzi na tuufanye? Ni wangapi? Lakini ikizidi hofu ya Allah, la ilaha min khashyatillah, mtu husahau yote akashika hili, kwa mimi namuogopa nani? Mwenyezi Mungu. Kijana atoke aende, mfano katika mifano ameona kuna mambo mengi sana, kuna uzinifu, kuna yogopa hayo yote, yogopa uzinifu, yogopa salaibu, lakini kilichomsukuma mpaka aende akaoe, namuogopa nani? Allah. Umeenda kama hapo. Ukimwona kijana mfano katika, kuna baadhi ya watu husilimu na japokuwa familia zao zimewakataa, mtu akishaslimu hatakwi na familia yake, yote hayo yaogopa. Si eti namfurahisha zaidi kwamba babake hamtaki, mamake hamtaki, familia yake imemtenga, yaogopa hayo. Lakini hofu gani zaidi imemsukuma akaenda kaslimu? Mimi namuogopa nani? Namuogopa Allah. Hivyo hizi mioyo yote hata huwa mwisho una afadhali kuliko moyo ambao kwamba hauelewi, huo ushika jambo lingine. Bana, masala hayo ya shirki na nini, kudhulumu watu si jambo zuri. Wewe bana, umaskini, mimi naogopa umaskini, sio mwanaelewa. Kwa hofu yake ya kuogopa umaskini imeshinda hofu ya kumwogopa nani? Huyo ndo thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kamadha kalhijara. Iwe tena afadhali, kuna baadhi ya mawe Mungu ndo akaeleza, lakini huyu moyo wake mgumu jiwe, au ashaddu qaswa, au imeshinda jiwe lenyewe kwa ugumu. Huyu ndo hatari huyu. Lakini huyu kwamba naja msikitini walau ladha ya ibada huna, lakini waja kuswali tu na mwogopa Mungu, alhamdulillah, moyo wako uko salama. Ni tu yahbitu min khashyatillah. Tutarajia katika bado kuja msikitini kufanya ibada, kusoma Qur'ani, japokuwa huielewi, waisoma huna tadabbur, huna mazingatio, huielewi Qur'ani, wewe ni Kiarabu na wewe washuka nacho kwa kuwa unajua kusoma Qur'ani, alhamdulillah, tushukuru. Fa'asa mbeleni yahbitu min khashyatillah, itakuja fika mbele iruju shaqqu fayakhruju minhu ma, kwa sababu hata ikiwa huielewi Qur'ani haiingii katika akili yako Maki kuelewa masala ya afala ta'qilun ama la'allakum ta'qilun, masala ya aqala, masala kiakili ni mtu kukielewa kitu na akakifahamu. Kuna tofauti kufahamu, lakini hata usipoielewa ule kuisoma yaingia wapi Qur'an. Kuna watu ulia yani Qur'an ndo ayuna humtafidhu min, lakini leo utamuuliza kinachokuuliza ni Allah yule imamu, Allah ile sauti aliyoisoma leo, Allah amesoma nikasikia tu kitu nikasikia, lakini kitu akisikia wapi? Ile Qur'ani iko kwenye moyo, hana katika nini? Tushukuru bora ule moyo wake, walau hayo maji yako wapi? Yako nje, hayako ndani. Falillahi alhamdu, huyo hana neno. Lakini angalia masahaba kutoka Makka ridwanullahi alayhim ajma'in, kule wamepambana na watu mioyo ya kifirao migumu, kina Abu Jahal, watu ambao kwamba hawajui masala ya unabii, hawajui masala kabisa, hawajui Zakaria, hawajui Musa, hawajui Isa, hawajui nani. Mkubwa wanaomjua wao ni Ibrahim kwa sababu ya al-Kaaba. Basi tumeona vizuri, walipotoka wakaja Madina, wamkuja patana na Mayahudi na Manasara, wamjua Musa, wamjua Zakaria, wamjua Isa, wamjua watu wote, wanajua masala ya vitabu, kumbe wana Injili, kumbe wana
Taurat. Waislamu wana ile, hawa rahisi kutuamini hao, kwa sababu yao na yetu yafana hadhira, bado kitu kidogo tu tuwavute waje wapi. Na ndio maana baadhi ya Wakristo walikuja kufanya nini? Kusema inna kunna min qablihi muslimin, sisi tulikuwa waislamu kabla haya. Kwa hivyo basi tutatoka huku tuingia kama tume update dini yetu lakini ndio hayo anawazungumza huyu Muhammad, ndio anazungumza Isa kwenye Injili hadhira. Lakini wamekuja wakiwa wanatamaa, wamallahu bighafilin amma ta'mal. Tuelezee kisha tuende aya mwisho. Wallahu wamallahu bighafilin amma ta'malun, kwa tumeacha wamallahu bighafilin. Wale wanaojua Kiarabu kwa tutosheleza ije walaysa Allahu ghafilan amma ta'malun, na Mwenyezi Mungu si mwenye kughafilika, hajasahau na seti hayajui mnaoyafanya. Lakini wamallahu bi ghafilin, na ma hii ni nafi, ile nafi kali, yani ashad yaonyesha kitu kukataa hadhira. Wamallahu bi, na hiyo albao hapo ni zaide, kwamba na hajakuwa Mwenyezi Mungu ni mwenye kughafilika na mnaoyafanya. Unajua maana yake, isipokuwa nyinyi ndio ambayo kwamba mwasahau mnayo yafanya. Na lugha nyingine niupenda kuyataja masala, ukiangalia kuanzia huku nyuma alipokuwa akizungumza masala Banu Israili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa akiwaambia hawa masala ya kuchinja ng'ombe na kufanya nini, aliwaambia fafa'alu, fanyeni. Ilipokuja katika walipochinja, fadhabahuha wa makadu yaf'alun, kumetajwa tena masala ya ifaal, mtu kufanya. Lakini hapa Mwenyezi Mungu asema wallahu bighafilin amma ta'malun. Usawa kwa mtiririko ama theme style iliyokuja yaichekiswa ilikuwa ije wallahu bighafilin amma taf'alun hadhira. Lakini kwa nini amma ta'malun? Kwa sababu aghlabia watu mfano sisi uswali, si ni ibada. Nani huketi wakati wa swali kwa ile swala katika akili yake, alhamdulillah, yani ile swali isikie katika akili yake na moyo wake. Hata acha akili, moyo tunaweza sema kwenye akili iko, sababu kiasi usome ile Qur'ani ya tahiyat watumie akili. Je, ile swala katika moyo wahisi, wapata ile hisia mimi ndani ya swala, wapata hisia kwamba wewe uko mbele ya Mwenyezi Mungu Lakini ile amali utakayoifanya ile siku ambayo kwamba itabeba hisia zako, walau kwa kusoma Qur'an, hiyo siku ikakuingia katika moyo, Mwenyezi Mungu haijampita hiyo. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum shay'an. Niliwaambia hizi Qur'an yenyewe cha Bakara tukipeleka Hujurat, wa mallahu bighafilin amma, kule sema wa in tuti'u Allah, siku utakayopata hiyo imani kidogo, walau kidogo, ukasoma Qur'an, ipo siku ukatoa sadaka ukampa maskini ikakufurahisha, ukapata ile hisia, alhamdulillah, na tawassul hiyo, wa mallahu bighafilin amma, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haimpiti. Wewe waweza kupita, lakini Allah Tabaraka wa Ta'ala haimpiti. Katika mambo ambayo kwamba tuyasahau tuyataje, wa inna minha lama yahbitu, kuanguka. Si hata katika Waislamu kunao ambao kwamba tuanguka. Mfano katika swala, kurukungu fanya nini? Kuanguka. Kama huamini kurukungu kuanguka, hebu rukuu alafu mtu akupush tu kidogo mgongo tu au guse tu kidogo kusukuma mbele. Ni katika point ya weakness ambapo kwa mwanadamu huwa katika kuanguka wapi? Katika. Kwa hivyo hata ule moyo ambao kwamba huja msikitini kama tulivyotaja ukasali pia ni moyo ambao kwamba ushukuru. Turudi katika aya mwisho tumalize leo, na darasa limekuwa refu sana. Kwa hivyo baada hayo yote Waislamu waliopitia wamekuja wamepatana na watu ambao kwamba wao kwa imani zao wajua hawa ni watu ambao kwamba waliokuwa nayo wao ndio tuliokuwa nayo sisi, hatujapishana katika maandiko. Wamekuja na tamaa ya kwamba hawa watafanya nini? Wataamini. Kwa pamoja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waambia
afatatma'una an yu'minu lakum, hivi nyinyi muna matumai, muna tamaa kwamba hawa Mayahudi, na tukizungumzia Banu Israili tulisema tamadina wako Mayahudi na Manasara. Kwa hivyo wakati Qur'ani yazungumza kuhusu wao, japokuwa nyuma kwa mezungumza Banu Israili wale wa nani, wa Sayyidina Musa, sio wao wale ambao wachinja ng'ombe, ni wale. Tutakuja zungumza kidogo masala ya history, japokuwa sitaki kuivuta hii darasa haraka haraka. Kwa Mwenyezi Mungu ambaye afatatma'una an yu'minu lakum, na hivi mwadhania muna matumai kwamba hawa Mayahudi na hawa Manasara, hawa Banu Israili wa sasa watakuwa ni wenye kuwaamini nyinyi? Kisha wakad kana fariqun minhum, na hali ya kuwa kulikuwa na kipote kutokamana na wao, yasmauna kalam Allah, walikuwa wakiyasikia maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huko nyuma ya Sayyiduna Musa, ya Sayyiduna Isa. Kisha thumma yuharrifunahu, walikuwa wakifanya nini? Wakiyabadilisha yale maneno. Vipi? Min ba'di ma, masala akili, min ba'di ma aqaluhu, baada ya kuwa wameshafanya nini? Wameshayaelewa, wameshayafahamu. Tunajua maana yake, wa hum ya'lamun, hali ya kuwa wao wajua. Maana yake ni wakati mwingine waweza isoma Qur'ani ukaielewa na ukaifahamu kupitia nini? Akili, lakini moyo wako ukakataa kufuata. Binafsi juzi naangalia mitandaoni, kuna mahafidh 7 waritadi, mahafidh 7 wafanya nini? Waritadi, wanatoka katika dini. Hawa yamewaingia katika akili ile Qur'an walioielewa, wakafanya nini? Wakaibadilisha, wakaona kama wakaelewa kwa ufahamu wao kwa kupitia Qur'an, wakafanya nini? Katoka katika dini. Hata sisi ambao kwamba tusoma Qur'ani, tuielewa, tuitafsiri, si pia hufanya mambo hapo kwamba ni kinyume na Qur'an. Na ndio tukazungumza wajua wazi ni jambo Mungu hataki na Qur'ani imeshaeleza, lakini moyo wako afanya nini? Wataka wenda wafanye. Kikubwa zaidi ni mtu kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuuthibitisha moyo wake. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dua alizotufundisha atuambia tuwe na tabia kusema Allahumma ya muqallibal qulubi wal absar, Allahumma ya muqallibal qulubi wal absar, Allahumma ya muqallibal qulub wa Allahumma ya muthabbital qulub thabbit qalbi ala dinik. Wewe mwenye kuzithibitisha nyoyo, sawa, thabbit qalbi ala dinik. Kikubwa ni hicho, uthibitishe moyo wangu katika dini yako. Huu moyo iwe kikubwa na azma yake ni kukuridhisha wewe, kikubwa na malengo yake ni kufuata maamrisho yako, sababu na Qur'ani yako. Jamani, hamujaona mahafidh ambao kama walevi? Na sizungumzi leo kwamba nawashambulia mahafidh, la, kwa sababu tuizungumzia Qur'ani, tuizungumzia kwa tutawatafuta wale wanaojinasibisha Qur'ani. Tujaona maimamu wa msikiti ambao kwamba wapiga na hawaelewi. Kuna kunyimo juu, kuna maimamu hawezi kuja kuketivi atendasa mpaka ashtue, yaani akili. Ndio ule mmoja siku moja alishtua ikakataa kuja kuswalisha, unajua mpaka akili iwe sawa. Qur'ani yenyewe pia nataka kibla si rahisi hichi, chatakuwa akili yako imfanya nini? Untulia. Ile suratul Fatiha hapa inaweza kuja kuwa ngumu, maliki haiji. Hiyo siku imamu angona ameshtua, ankuja kuswalisha, kasoma suratul Fatiha kwa sala magharibi, akafika wala dhalin. So jua magharibi watu wengi msikitini amin, ikamfurahisha sana. Na wakati ule yeye hayuko katika akili yake, ashapiga vitu vikali, akili iko mbali. Ile wala dhalin ikamfurahisha sana, akairegelea wala dhalin. Watu wakasema pengine imamu amesahau, ameghafilika, akili siko mbali. Watu wakasema tuitike mara ya pili
amin, ikazi. Sasa ile ya pili waliitikana nguvu zaidi kumjulisha imamu kwamba tufanya nini jamani, twaitika amin, ikawa amin kubwa ile amin, ndio ikamaliza. Akawageukia akamwambia haya wala dhalin. Kwa hiyo wapo na Qur'ani zao na dini zao na elimu zao, lakini ziko katika akili, haziko wapi? Sisi tumeona juzi kuna yule sio tu Sheikh nani, sipendi kuzungumzia haya, ninaiona mtandaoni ambapo kwamba imefunguliwa kesi ya defilement ya watoto 7. Watoto wangapi? Tumeona na 2 kati yao ni watoto wake mwenyewe, hatutomhukumu, lakini utapata ni Sheikh etwa hivyo, sio Sheikh nani, Sheikh Isa, sio Sheikh nini, lakini utaona ni dini na ni Qur'ani ambapo kwamba iko wapi? Katika akili, si katika ndio hiyo. Afatatma'una an yu'minu lakum waqad kana fariqun minhum yasma'una kalama Allahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Kikubwa zaidi kumwomba Mungu mioyo yetu iwe ambayo kwamba imeelekea. Kwa inshallah tutakomea hapa, na tuna mambo mingi ambayo kwamba tumeacha. Kuna masala ya kihistory, kwa nini Banu Israili watajwe wao watu wa Madina ndio wao wataanwa na haya mazungumzo, na Qur'ani yataja watu wa Israili wa nyuma Sayyidina Musa. Lakini hata mimi pia nimefunga, na kwa kuzungumza hivi nasikia kidogo mwaelewa hali si hali. Kwa inshallah tutakomea hapa. Kesho inshallah tutaanziana hapo na masala history kidogo, kisha tutaendelea katika mfano wetu wa 4. Wabillahi tawfiq wa qulu ma qad sami'tum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana sahhil lana ma nurid wa najjina mimma nakhaf bifadlika ya latif ya latif lutuf bina fima jarat bihi al-maqadir wa hawwin alayna kull 'asir innaka 'ala ma tasha'u qadir. Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrif al-qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik wa ya muhawwil al-ahwal hawwil halana ila ahsan hal. Allahumma rabbana arina ajaib qudratika fi qada'i hawaijina برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والشكر، جزاكم الله خير.